بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم, بتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo ukurasa nambari 6 tukianzia katika sehemu inayosema ma huwa a'zamu dhunub, dhambi kubwa ni ipi? Tamam. Sheikh anasema sin suali ma huwa a'zamu dhunub, dhambi kubwa ni ipi? Jim jawabu a'zamu dhunub, dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa al-kufru, ni kufru. Wa min al-kufri, na miongoni mwa kufru ashirku, ni shirki, maana kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shirku maanahu, na shirki maana yake ibadatu ghairi llah, ni kumwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kivipi? Ni mtu aitakidi kwamba kuna kitu chengine chenye kusifika na sifa ya uungu hata kama hajakiabudia. Tamam. Tena sifa yoyote, aidha kitu hicho kinanufaisha au kinadhuru, tamam, au kinaumba, tamam. Mtu huyo anakuwa nini? Amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kukiabudia. Lakini pia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana nyingine ni kukiabudia kitu chingine ambacho si Allah subhanahu wa ta'ala, kama namna ambavyo wanaofanya nini wale wasiokuwa Waislamu. Tamam. Kwa hiyo Muislamu anaweza kawa ni Muislamu lakini pia akawa anafanya shirki, maana akawa anaitakidi kuna kitu chengine kinanufaisha na kudhuru. Mathalan akaenda kwa mganga akaitakidi nikienda kwa mganga mambo yangu yatanyooka hapo hapo. Mtu huyo anafanya shirki. Tamam. Sawa sawa. Au akawa na miliki majini akiamini kwamba yatanilinda na madhara na yataninufaisha. Tamam. Anakuwa nini? Anafanya shirki. Lakini kwa wale ambao sio Waislamu ni hivyo, ni kuwa anakiabudia kitu chingine ambacho si Allah subhanahu wa ta'ala, na akiitakidi kwamba kitu hicho ndio Mungu wake. Tamam. Na kitu hicho ndicho kinachompa riziki, ndicho kinachompa afya, ndicho kinachomfungulia mambo yake, kinachompa baraka. Tamam. Hiyo inakuwa nini? Ni shirki pia. Tamam. Hakika قال تعالى حكاية عن لقمان. قال تعالى, مسema Mwenyezi Mungu hikayatan, katika kumzungumzia an Luqman, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Luqman anasema kumwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna ash-shirka, hakika shirki, la dhulmun adhim, ni dhulma kubwa sana. Naam, mtu anapofanya shirki anakuwa amefanya dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Tamam. Na anakuwa ameidhulumu nafsi yake, lakini pia amedhulumu nafasi ya Mola wake, amedhulumu cheo cha Mola wake, ameudhulumu wema wa Mola wake. Mola wake ndiye aliyemuumba. Iweje leo aitakidi uungu kwa kitu chingine ambacho si Allah subhanahu wa ta'ala? Aitakidi manufaa kwa kitu chingine ambacho si Allah, aitakidi madhara kwa kitu chingine ambacho si Allah. Mtu huyo anakuwa nini? Amefanya dhulma ambayo ukubwa wake haupimiki. Tamam. Suratul Luqman aya ngapi? Aya 13. Akaendelea kusema mtunzi, alhaditha, tamshi la alhadith unaweza ukalikadiria kwa makadirio matatu. Unaweza ukalisoma alhaditha, na unaweza ukalisoma alhadithi, na unaweza ukalisoma alhadithu. Kwa maana alhaditha kwa nasbu, kwa makadirio gani? Arwi alhaditha, napokea hadithi. Kwa maana huyu mtunzi anasema arwi alhaditha, napokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kadha. Tamam. Hakadha. Lakini pia alhadithu, kwa maana jaa alhadithu, imekuja hadithi ya Mtume ikisema kadha. Lakini pia alhadithi kwa maana jaa fi alhadithi, yamekuja katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno yanayosema kadhaa. Tamam. Kwa hiyo unaweza ukakadiria kwa makadirio yoyote yale. Wenyewe wanasema mwenye nahau hakosi,
Mwenye nahau anaweza akasoma vyovyote anavyojisikia yeye mwenyewe, kikubwa tu vile anavyosoma kuna makadirio tayari nini ameshayakadiria. Tamam, ndio anasema mwenye nahau hakosi. Tamam, hakaza. Kwa hiyo alhadith, anasema Mtume arwi alhaditha, napokea hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema suila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa mtume ayu dhunubi a'zamu, dhambi gani katika madhambi, a'zamu ni dhambi kubwa zaidi. Qal, akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. An taj'ala lillahi ni kumwekea Mwenyezi Mungu niddan, mshirika, wa huwa, na hali ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala khalaqak, ndiye aliyekuumba. Kumwekea Allah mshirika ndiyo kule tuliposoma nyuma, ibadatu ghairillah, maana kumwabudu asiyekuwa Allah au ukamwabudu lakini unaitakidi kwamba kitu hicho nini kina manufaa na kina dhuru. Sisi upande wetu ahli sunna wal jamaa, Ashaira wal Maturidiyya, itikadi yetu kwamba hakuna kinachomiliki madhara na hakuna kinachomiliki manufaa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana kwetu sisi hata sabab ni kile kitu ambacho kinaathiri kitu chingine. Sasa pia ile sabab haiwezi kuathiri kitu chingine mpaka iumbiwe kuathiri. Tumesoma sana katika tauhidi. Tamam. Mfano wake moto ni sababu ya kuungua kitu chingine. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala katika moto ameweka nguvu ya kuweza kuunguza kitu chingine, na kisu pia vile vile ni sababu ya kuweza kukatika kitu chingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika kisu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nguvu ya kisu kuweza kukata kitu chingine, lakini kisu akiwezi kukata mpaka Allah akirudia kukata. Moto pia sasa hauwezi nini kuunguza mpaka nini Allah aumbie nini kuunguza. Kwa hiyo yale yote madhara, manufaa yanamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama kitu kitakuwa ni sababu ya kufanya kitu kingine kadhaa, tunaitakidi sasa kule kufanya kwake ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitu hicho kimeumbiwa na Allah. Kwa maana tunaitakidi si mfanyaji wa yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa. Na itikadi hii ndio mmoja katika mawahabi alisema kwamba mimi nashangaa mnawasingizia Ashaira na Maturidiyya na Manasufia kwamba wao wanaabudu wanaabudu nini? Wanaabudu wafu, wanaabudu makaburi. Iweje muwasingizie hivyo wakati wao katika vitabu vyao hata sababu hawaitakidi kwamba nini inaathiri mpaka iumbiwe nini kuathiri? Kwa hiyo akaona kwamba hawa watu maskini wanasingiziwa tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah ndiye aliyekuumbeni na akayaumba pia na matendo yenu. Hiyo ndio itikadi yetu sisi Ashaira wal Maturidiyya, na tumetoa ndani ya Qur'ani kwamba mmiliki wa yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Tunapoenda kwa mja mwema kuomba dua kwake, kutawassali na yeye, kutabaruku na yeye, kutawassal na yeye kama alivyofanya masahaba. Sayyidina Umar anasema tulikuwa tukitawassal na mtume ya Rabbi, lakini leo tunatawassal na Ibn Abbas. Sawa sawa. Kwani Sayyidina Umar hajui kuomba dua? Hajui namna ya kuomba dua? Hakufundishwa namna ya kuomba dua na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lakini akasemaje? Ya Rabbi, tulikuwa tunatawassal na mtume, lakini leo tunatawassal na Ibn Abbas. Leo tunatawassal na Ibn Abbas, ibn ammi. Sasa leo nini tunatawassal na Ibn Abbas. Tamam, hakadha. Kwa hiyo sisi tunapoenda kwa mja mwema tukatawassal na yeye, tukatabaruku na yeye, hatuitakidi kwamba yeye nini anamiliki manufaa wala madhara. Sisi itikadi yetu mmiliki wa yote ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hatuna haja ya kuvuta kukuaminisha. Lakini ukija kwenye vitabu vyetu utanini utaona ni hivi. Sawa, utaona ni hivi. Sawa sawa. Kwa hiyo shirki ni katika madhambi makubwa mno, na shirki inaweza kufanywa na aliye Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Aliye Muislamu kama tulivyo
tulivyosema, na asiyekuwa Muislamu kama tulivyobainisha kule nyuma. Tamam, hakadha. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu, hadithi hii ameipokea Imam Bukhari wa ghayruhu na mwanachuoni mwingine katika wanazuoni wa hadithi. Sin suali, ma maana al-ibada, ni ipi maana ya ibada? Ni ipi maana ya ibada? Kabla tujaingia katika kusoma mlango huu ambao unahusiana na ibada, lakini pia unahusiana na masuala ya lugha, hebu tuangalie taarifu ya ibada ambayo ni almuttafaqu alayhi inda ahli sunna wal jamaa. Tuangalie taarifu ya ibada ambayo imekubaliwa na wanawazuoni wote wa ahli sunna wal jamaa. Taarifu ya ibada au taarifu al-ibadati inda ahli sunna wal jamaa, hii ambayo mimi nitaisema hapa. Al-ibada, ibada wa ahli sunna wal jamaa hiya al-ityanu biaqsa ghayati al-khudu'i wa i'tiqadi rububiyyati al-makhdu'i lahu au shay'in min khasa'isiha. Hiyo ndio taarifu ya ibada inda ahli sunna wal jamaa. Ni nini? hiya al-ityan, ibada kwa ahli sunna wal jamaa hiya al-ityan biaqsa ghayati al-khudu'i, ni kuonyesha ukomo wa mwisho wa unyenyekevu, ma'atiqadi, pamoja na kuitakidi rububiyyati al-makhdu'i lahu, pamoja na kuitakidi uungu kwa yule unayemwonyesha unyenyekevu, au shay'in min khasa'isiha, au kitu katika nini, katika sifa maalumu za uungu. Sawa sawa, hiyo ndio ibada inda ahli sunna wal jamaa. Sasa mtu yoyote katika Uislamu, sisi Waislamu, ambaye ataonyesha unyenyekevu mbele ya kitu chochote kile, hata kama ni jiwe, hata kama ni upepo, hata kama ni nini, hata kama ni kaburi, hata kama ni ukuta, hata kama ni mchanga, ambaye ataonyesha unyenyekevu mbele ya kitu hicho, kisha akawa anaitakidi uungu katika kitu hicho, au akawa anaitakidi kwamba kitu hicho kinamiliki madhara au manufaa, sawa sawa, basi mtu huyo anakuwa nini? Amekiabudia kitu hicho na anakuwa amefanya shirki yenye kumtoa katika Uislamu. Tamam. Kinyume na hivyo, ukifanya unyenyekevu kwa mzee wako, kwa mwalimu wako, kwa shekhe lako, kwa mtu yoyote ambaye unamheshimu, unyenyekevu wa hali yoyote ile, unyenyekevu wa hali ya juu wa kawaida, pamoja na kuwa hauitakidi kwamba kitu hichi ni uungu au kina sifa yoyote miongoni mwa sifa za uungu, basi wewe unakuwa haujafanya ibada, na anayekuambia kwamba unafanya ibada anakuwa amekusingizia na anakuwa amesema uongo, na kwa hisabu ala Allah, na hisabu yake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe hata usihangaike naye, mwache mwenyewe, ataenda kuikuta hesabu ya huo uongo anakusingizia. Turudi ndani ya Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kumwelezea na Sayyidina Yusuf alayhi salam na mzee wake Yaqub, Allah anasema wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujadan. Allah anasema wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh, na Yusuf akawakalisha wazazi wake wawili juu ya kile kiti cha ufalme. Kiti cha ufalme kile sio kiti cha kukaa mtu mmoja, huwa ni kipana hivi, sawa sawa, kimekaa kama vile kitanda hivi. Sasa warafa'a abawayhi 'ala al-'arsh, na Yusuf akawapandisha wazazi wake wawili juu ya kile kiti chake cha ufalme. Wa kharru lahu sujadan, na wote wakashuka chini hali ya kuwa ni wenye kumsujudia nani? Yusuf alayhi salam. Kusujudu ni miongoni mwa vitendo vya kuonyesha unyenyekevu. Kusujudu ni miongoni mwa vitendo vya kuonyesha unyenyekevu. Je, Nabiullah Yaqub alayhi salam alichokifanya pale ni ibada? Hapana. Nabii Yusuf alichokubali kifanywe mbele yake ni ibada? Hapana. Ndugu zake Nabii Yusuf walichokifanya mbele ya manabii wawili wa Mwenyezi Mungu ni ibada? Hapana. Kwa sababu gani? Ile inaitwa nini? Sujudu tashrifin. Sujudu tashrifin ni sijda ya kuonesha utukufu, sawa sawa. Hakadha, sio ibada ile, kile alichokifanya sio ibada, sawa sawa. Lakini sijda hukumu yake
katika sheria za manabii wa nyuma waliotangulia ilikuwa ni kitendo chenye kuruhusiwa, maana kitendo cha halali mtu afanye kuonesha utukufu kwa yule ambaye anamwona ni mtukufu, haina shida yote. Lakini katika umma huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijida, kwa maana mtu mmoja kumsujudia mtu mwingine ni haramu, ni kitendo kilichoharamishwa. Tamam, nini? Ni kitendo kilichoharamishwa. wa anna almasajida lillah, sawa sawa. Hakika misikiti imewekwa kwa ajili ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hakadha. Na wengine wakafasiri kwamba wa anna almasajida, maana wa anna a'dha as-sujud, hakika hivi nini, viungo vya kusujudu katika umma huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi, ni kwa ajili ya kumsujudia Allah peke yake. Kwa hiyo katika umma zilizotangulia wao kitendo hichi kilikuwa nini, ni halali kufanyika, lakini katika umma wetu ni haramu, haifai mtu mmoja kumsujudia mtu mwingine. Lakini inabidi tutofautishe, kuna kuinama na kuna kusujudu. Kuna nini? Kuinama na kusujudu. Mathalan, mimi ninainama kuupokea mkono wa shekhi wangu ni ubusu, sio sijda. Sababu gani? Hata pia vile viungo saba kwa tafsiri ya wanawazuoni wengine wanasema wa anna almasajid, maana wa anna a'dha as-sujud lillah, sawa sawa. Wamesema almasajid pale kilichokusudiwa ni a'dha as-sujud, viungo vya kusujudu. Nimeinamisha mgongo tu nikaushika mkono wa shekhi wangu nikaubusu, basi hiyo sio sijda. Tamam. Lakini nitakapo nini, viinamisha chini viungo vyote saba kisha nikakusudia kusujudu, na kwa nini nimesujudu na nitakuwa nimefanya kitendo cha haramu na nitapata madhambi katika hilo, lakini haitakuwa ibada na wala haitakuwa shirki. Tamam. Lakini pia inatokea mtu akainama kwa ajili ya kubusu mguu wa yule ambaye anamwona ni mtukufu, mtu akainama kubusu mguu wa mama yake, mguu wa mlezi wake yote ambaye anamwona kama ni mlezi wake au anamzingatia kwa ni mlezi wake, mguu wa shekhi wake, ameinama kwa lengo la kubusu mguu, sio kwa ajili ya nini, ya kusujudu. Haina shida hiyo. Tamam. Innamal a'mal binniyat, sawa sawa. Kwa kila mtu akifanya anafanya nini, kwa nia. Sasa hii masala ya nia ni jambo la ndani, huwezi kumhukumu mtu wewe. Jambo hilo hukumu yake imebaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akikuja mtu akasema mimi ni Muislamu, wewe inabidi umkubalie shekhi, hauwezi kumkatalia, sawa, na hauruhusiwi nini kumkatalia. Kwa sababu gani? Utajuaje aliyeko ndani ya dhamira yake? Tamam. Kwa hiyo ndio taarifu ya ibada inda ahli sunna wal jamaa. Sasa kuna mulahadha, kuna watu wanachanganya kati ya al-ibada wal ma'ruf, na miongoni mwa walioleta taarifu ambao ni fasid katika ibada ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ambaye ni imamu wa ndugu zetu Mawahabi. Ibn Taymiyyah kwake yeye taarifu al-ibada ni hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Ibn Taymiyyah kwake yeye al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ni kila kitendo ambacho Allah anakipenda na anakiridhia. Hiyo ndio taarifu ya ibada inda Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa taarifu hii ni taarifu ambayo ni fasid. Sasa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa wema na kuna kitu kinaitwa ibada. Wema, Allah anapenda wema, na wema unaweza kufanywa na mtu yoyote aliyekuwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Kuna watu makafiri wanalisha maskini, kuna watu makafiri wanatoa sadaka. Kwani Allah hapendi viumbe wake atoe sadaka? Anapenda. Lakini yule ambaye si Muislamu anatoa sadaka, analisha maskini, akiwa na itikadi gani katika moyo wake? Analisha maskini akiitakidi kwamba Yesu ndiye Mungu wake, ndiye aliyemuumba na ndiye anayempa riziki na atambariki kwa vile anavyofanya. Je, naye anafanya ibada? Ukisema afanye ibada, je, kile anachokifanya Allah akipendi? Je, taarifu yako inakuwa imefanya kazi hapa? Inakuwa haijafanya kazi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa al-ma'ruf na kuna kitu kinaitwa al-ibada. Sawa sawa? Kuna kitu kinaitwa al-ma'ruf, wema au matendo mema, na kuna kitu kinaitwa nini, al-ibada, ibada. Sasa Ibn Taymiyyah ameleta taarifu fasidu ya ibada akisema al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Taarifu hii ni fasidu na haiwezi kuwa ni taarifu ya ibada. Tamam.
Na kama ingekuwa kwenye taarifa ya ibada, basi mimi ninavyofanya wema kumfanyia mwingine na ninamwabudu ule, sawa sawa, ni taarifa fasidi. Ni farq, yani kuna tofauti kati ya taarifu na ibada, ni vitu viwili tofauti. Taarifu hii ni taarifa ya wema. Wema almaarufu huwa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sawa, wema ni kila kile ambacho Allah anakipenda na anakilizia, huo ni wema. Lakini ibada ina taratibu zake, sawa sawa, na ina mpangilio wake. Ibada imewekewa nyakati maalum, sawa sawa, lakini kuna ibada nyingine zimeachiliwa. Lakini zote hizo ndani ya Uislamu anayeabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ibada hizi ambazo zimewekewa wakati maalum, mpangilio maalum, na zile ambazo zimeachiliwa, mtu afanye anavyojisikia. Kusoma Qur'ani, mtu asome anavyojisikia. Kuleta dhikra, analeta anavyojisikia. Tamam, kutoa sadaka anavyojisikia. Tamam, hizi zimewekewa nini? Mpangilio maalum. Yaani kwamba hizi zote zinafanywa mtu akimkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hayo masuala ya kusema kwamba al-ibada hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah, hiyo ni taarifu fasid. Tamam, haiingii katika kipengele chochote cha taarifa. Sasa ukiipeleka inda al-manatiqa, kwa wanawazuoni wa mantiki, wanakuambia hii sio taarifa ya ibada. Sababu gani? Vinaingia vitu vingine ambavyo si ibada. Tamam, hakika. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya ibada na wema. Sasa wenzetu wanachanganya, wanachanganya, na ni kawaida yao tu. Juzi nilikuwa naangalia clip moja ya katika hawa wanazuoni wa Wahabi, anamsifu Ibn Hajar al-Haytami al-Asqalani, anamsifu al-Imam Amirul Muhaddithin Ibn Hajar al-Asqalani, anataja sifa zake. Huyu ni imam, huyu ni hafidh, kisha baadaye anakuja kusema kwamba lakini amejuzisha kutawassal, amejuzisha kutawassal, kuomba dua mbele ya makaburi. Yote haya amejuzisha ni ghalabati al-jahl, kwa sababu ya kuzidiwa na ujinga. Hivi jamani, inakuja mtu umsifie kuwa ni imam, kuwa ni hafidh, kuwa ni amirul mu'minina fil hadith, amirul mu'minina fil hadith, humsifie sifa zote hizo, au amirul muhaddithin, humsifie sifa zote hizo, kisha baadaye ule kusema nini? Amejuzisha hali ghalabati al-jahl, kwa sababu ya kuzidiwa na ujinga. Yani unamsifia na elimu, unamsifia na sifa kubwa, nafasi kubwa, kisha baadaye unakuja unamsifia kwa sifa ya ujinga. Inakuja kweli? Utakuta ni Mungu pia subhanahu wa ta'ala anawadhihirisha kwamba hawa watu sio tamam. Hakadha tunakwenda sin swali, ma maana al-ibada? Nini maana ibada? Al-ibadatu aqsa ghayat al-khudu'i wal-khudu'i kama qalaha al-Hafidh as-Subki. Ibada ni kuonyesha upeo wa mwisho wa unyenyekevu. Hapa ameleta nini? Ameleta kwa ufupisho sawa, lakini ukamilifu wake ni ule ambao nimeutaja hapo nyuma. Tamam, hakadha. Wanasemaje? Al-ibada aqsa ghayat al-khudu', akiwa na maana ile ile nyuma, ni kuonyesha upeo wa mwisho wa unyenyekevu, pamoja na kuitakidi uungu kwa yule unayemnyenyekea, au sifa miongoni mwa sifa za uungu. Kama wal-khudu', yani aqsa ghayat al-khudu'i wa aqsa ghayat al-khushu'i wal-khudu'i. Tamam, hakadha. Nasema al-ibada aqsa ghayat al-khushu'i wal-khudu'i, ni kuonyesha ukomo wa mwisho wa nini? Wa unyenyekevu. Ndio ghayat al-khushu'i, upeo wa mwisho wa unyenyekevu, wal-khudu'i, na utiifu sawa sawa. Lakini pamoja na kuitakidi uungu kwa huyo unayemwonyesha nini? Upeo wa mwisho wa utiifu na unyenyekevu. Tamam, hakadha. Kwa al-ibada aqsa ghayat al-khushu'i, ni kuonyesha upeo wa mwisho wa unyenyekevu, wal-khudu'i, na utiifu, kama qalaha al-Hafidh as-Subki, kama alivyosema maneno hayo nani? Al-Hafidh as-Subki. Tamam, yeye amesema kwa ufupisho, lakini ukamilifu wake ni ule ambao nimesema mwanzo. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana fa'budun, hapana mola pasipokuwa kwa haki illa ana, isipokuwa mimi, fa'budun, basi niabudieni mimi. Tamam.
Kwa kuwa muda umekwenda na sikutaka kurefusha maelezo, basi naomba tuishie hapo. Ila unantahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wal naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al afwa.